Tuna vipaumbele vingi, lakini vya msingi kwa maana ya Saudi Arabia, cha kwanza kabisa ni swala la kilimo. Kama unavyofahamu, Saudi Arabia wanategemea chakula kutoka nchi zingine. Usalama wa chakula wa Saudi Arabia, na nimewahakikishia hapa kwamba sisi tuna nafasi nzuri sana ya kuweza kuwapa usalama wa chakula, kwa maana kwamba tunawakaribisha kuja kuwekeza kwenye kilimo cha biashara kikubwa. Tunawakaribisha kuja kuwekeza kwenye uchakataji wa mazao, ili mazao ya kichakato hayo yaweze kwenda kuuzwa katika nchi zao. Lakini msisitizo wetu mkubwa kwa sasa ni kwamba tunataka kwenda kuuza bidhaa ambazo zimeongezwa thamani hapa Tanzania ili tuzalishe ajira. Kwa hiyo ni eneo la kwanza. La pili ni viwanda. Nimewakaribisha kwamba Tanzania katika utekelezaji wa dira 2050 mkazo mkubwa tumeweka kwenye viwanda. Viwanda kuanzia vya mazao ya kilimo, viwanda vyote kwenye maeneo ya madini, viwanda katika maeneo ya uzalishaji wa mashine mbalimbali, madawa na kadhalika. Tumewakaribisha hiyo maeneo waje kuwekeza kwetu. La tatu ambalo nimesisitiza ni swala la energy, kwa maana ya nishati. Tanzania inahitaji umeme mwingi sana kuelekea mwaka 2030, kuelekea mwaka 2050, na tunahitaji wawekezaji hususan katika maeneo ya renewable energy, nishati ambayo inatumia haitumii hizi nishati za kisasa, na tumewakaribisha kuja kuwekeza katika maeneo hayo ikiwemo sola. Na leo asubuhi wamekuwa na Mheshimiwa Waziri wa Viwanda, Waziri wa Nishati, ndugu yangu Nejembi. Tumefanya mazungumzo mazuri. Eneo la tatu ni kwenye madini. Kama unapofahamu, nchi yetu ina madini mengi. Madini haya ya siku zote kama dhahabu, lakini muhimu sana kwenye madini haya ya kisasa ambayo yanaitwa critical mineral resources and rare earth elements. Lakini msisitizo wangu kwa niaba ya serikali ambao tumewaambia tunataka kuwekeza katika viwanda vya kuchakata madini. Zile enzi za kusafirisha madini kutoka kwenye mashimo kwenda moja kwa moja bandarini zimepita na wakati. Kwa sasa mkazo ambao tunasisitiza na Mheshimiwa Rais ametuelekeza, na ni sera yetu kama nchi, tuchakate madini hapa Tanzania. Kama ni kwenye hizo critical mineral resources, tunataka kuona tunazalisha battery hapa, tukauza battery badala ya kuuza madini kutoka kwenye mashimo hayo. Kwa hivyo maeneo ya uwekezaji ambayo tumezungumza nayo ni mengi, na ni Saudi Arabia ni watu wazuri, wana fedha, tuna ushirikiano nao mzuri wa kisiasa. Tunataka kubadilisha ushirikiano wa kisiasa kwenda kwa ushirikiano mkubwa wa kiuchumi ili tukuze uchumi wetu hapa Tanzania na uchumi wa kwao. Labda wastani wa ufanyaji wa biashara ukoje baina ya Tanzania na Saudi Arabia? Bado ni mdogo, na kwa kiasi kikubwa sisi tunauza zaidi kwao kuliko wao kuuza hapa. Na nimeeleza pale kwamba hiyo ni fursa, kwa maana kwamba wakiwekeza hapa tutazalisha bidhaa Tanzania ili tukauze kule kwao. Kwa hiyo ni eneo ambalo tumeliwekea mkazo mkubwa.